Bwana Yesu asifiwe, mwana wa Mungu. Ninapenda kumshukuru Mungu tena katika siku hii ya leo ambayo ametupa ya kujifunza neno lake. Katika siku hii ya leo ninatamani nikufungulie kitu ambacho ni siri ambayo ni ajabu sana. Maisha yalivyowekwa na Mungu yamewekwa maisha ni ya kila siku. Ndio maana natuambia kwamba msisumbukie kwamba tutakula nini, tutavaa nini. Sasa kwa mtaalamu wa Kiswahili ataona hili neno kwamba tutakula nini, tutavaa nini ni vitu ambavyo vinakuja. Bwana Yesu asifiwe. Alafu pia katika Biblia hiyo hiyo anatufunilia kwamba ya kesho yatajisumbukia yenyewe. Ninyi utafuteni ufalme wa Mungu kwanza, yaacheni ya kesho yatajisumbukia yenyewe. Sasa tazama hapa kwa makini. Maisha Mungu alivyoyaweka, aliweka katika mfumo ambao unatuhitaji kila siku tuwe tunaishi. Kila siku iwe ni ya kwake. Ndio maana hauhitaji kuwa na experience ya maisha ili uvuke leo. Bwana Yesu asifiwe. Hauhitaji sana kutembea na experience ya maisha ili uvuke leo. Tazama, Mungu anatuambia hivi, nitatenda neno jipya. Ina maana kama kila siku ninatenda neno jipya, ina maana experience yako ya mwaka jana, hiyo ni ushuhuda kwamba mwaka jana nilishinda na leo nitashinda. Lakini nilivyoshinda mwaka jana sio kwamba ndo nitashinda kwa hiyo njia mwaka huu. Sasa nini ambacho ninakihitaji hapa? Ninahitaji kitu kipya cha kuniwezesha. Sasa tazama, ni kitu gani ambacho unakihitaji ambacho kitakuwezesha katika kila hali, katika kila mazingira ambayo unakutana nayo, katika kila situation ya uchumi ambao unakutana nayo. Kiukweli ni kwamba unahitaji neema ya Mungu kwa wingi. Unahitaji upendeleo wa kiungu kwa wingi kuliko vitu vingine vyote ambavyo unavihitaji. Maisha yalivyowekwa kutokea siku dunia inaumbwa, mwanadamu hakupewa kuridhika toka alipoikosea na kumtenda Mungu dhambi. Kutokea hapo mwanadamu hakuwa na moyo wa kuridhika. Alitaka kutafuta na kutafuta na kupembua kutafuta nini hiki. Kwa hiyo tunajikuta kila siku tunapambania maisha, kila siku tunaongeza vitu. Yamkini mwaka jana ulikuwa umejenga nyumba, lakini unashangaa mwaka huu bado unataka upanue empire. Kwa sababu gani? Binadamu tulivyoumbwa tumepewa katika mazingira ambayo tunatamani kukua na kustawi. Hicho ndio kitu ambacho kinasababisha tunakosa utulivu wa kuridhika, tunakosa kusema kwamba hapa sasa inatosha. Lakini ukweli ni kwamba sipo kukuambia kwamba hatuna kuridhika, hapana. Nipo kukufunulia uone kwamba kwa nini huwa tunajikuta kila siku tunahangaikia maisha. Kila siku tunahangaikia maisha. Ukitazama miili ambayo tumepewa na Mungu, hii ni miili ambayo inahitaji kutunzwa kila siku. Kwamba jana umekula haimaanishi kwamba leo hauna haja ya kula, na haimaanishi kwamba kesho hauna haja tena ya kula. Sasa nini ambacho nakihitaji sana? Kiukweli ni kwamba unahitaji neema ya Mungu ikuwezeshe. Unahitaji upendeleo wa kiungu itembee pamoja nawe. Paulo anatuambia kwamba nalisikia sauti ikiniambia kwamba neema yangu inakutosha. Neema yangu inakutosha. Ukisoma katika Wakorinto wa pili 12:9 anasema nilisikia sauti ikiniambia kwamba neema yangu ya kutosha. Sasa kama ni Mungu mwenyewe anaona kwamba katika moja ya jambo ambalo ninaweza nikamtendea mwanadamu, nikawa ni moja ya jambo ambalo ni upendeleo mkubwa sana, ni kumpa mtu neema yangu, ni kumpa mwanadamu neema yangu. Pasina neema ya Mungu hauwezi ukastawi, hata kama una uwezo mkubwa kiasi gani, hata kama una ufanisi mkubwa kiasi gani. Neema ya Mungu nitakayo kuwezesha na kukuchukua kwenda hatua moja kwenda nyingine. Pasina kuwa na neema ya Mungu, pasina kuwa na upendeleo wa kiungu,
hautaweza kustawi, hautaweza kuona matokeo yoyote yale ambayo unayatamani kuyapata. Unahitaji neema ya Mungu kuliko vitu vingine vyovyote sana. Kama unatumia siku 100 kuomba jambo ambalo unataka ulipate, mimi nikushauri tu, hebu kaa tena siku 200 ukiomba neema ya Mungu. Kama unaomba siku 10 kuombea jambo fulani, nikushauri fanya mara 2, omba neema ya Mungu mara siku 20. Ukiweza kufanya hivyo, uwe na uhakika vitu vyote ambavyo utatenda katika ukuu wa hali ya juu. Neema ya Mungu ndiyo itakayokuwezesha kufikia viwango ambavyo wengine hawajavifikia. Mtazame Paulo anatuambia kwamba nimefanya kazi kubwa sana, na hata pia sisi tunaona ni kazi ambayo ameifanya Paulo, ameifanya kazi kubwa sana. Lakini si kwamba alifanya hii kazi kwa uwezesho wa kwamba yeye alikuwa ni msomi, au kwa uwezesho kwamba yeye alikuwa ni mtaalamu sana na ni mwongeaji mzuri. Anatuambia katika Wakorintho kwamba nilipokuja kwenu sikuja na maarifa yale, lakini nilikuja tu kuwaelezea kwa habari ya Injili ya Yesu Kristo. Sikuja nikiwa na hekima yoyote. Sasa kama sikuja na hekima ya aina yoyote, na maana sasa mimi nilifanyaje? Nilifanya hivi vyote kwa neema. Kuna neema ya Mungu ambayo iliniwezesha, ikanisimamisha kutenda mambo ambayo wengine hawajafikia, ila mimi kwa neema ya Mungu nimeweza kufikia. Anasema kwamba nimevipigana vita vilivyo hodari, imani nimeilinda. Nimeilindaje imani? Nimeilinda imani kwa neema, kwa sababu neema ya Mungu iliniwezesha. Ukweli ni kwamba kuna mazingira magumu ambayo tunaweza tukawa tunapitia, tuna hali ngumu ambazo tunaweza tukawa tunakutana nazo kila kuitwapo leo, lakini kama hatuna neema ya Mungu, hata hayo mazingira tutaishia kunung'unika, tutaishia kulalamika, tutaishia kuteta sana. Tunachokihitaji nini? Tunahitaji kuwa na neema ya Mungu itembee pamoja nasi. Tunahitaji kuwa na neema ya Mungu ituwezeshe. Tunahitaji neema ya Mungu itusimamie kuliko vile ambavyo tunatazamia. Mimi cha kukushauri hapa, zidi kumwomba Mungu akupe neema katika hiyo eneo la biashara ambalo nalo, katika hiyo kazi yako, katika hiyo ajira ambayo unayo, katika kila mazingira ambayo unakutana nayo. Zidi kumwomba Mungu akupe neema na uwezesho usio na kifani. Kama unatumia unasali mara 100 kuombea mahitaji yako, nikushauri tu zidi kumwomba Mungu mara 200 akupe neema yake. Neema yake ndiyo itakayokuwezesha kufanikisha vitu ambavyo unavitamani. Pasina neema ya Mungu hautaweza kufikia hivyo viwango. 2026 ni mwaka wa kutembea kwa neema isiyo na kifani. Tunahitaji neema ya Mungu sana kuliko vyote ambavyo tunavitazamia. Tuna mikakati mingi, tuna mipango mingi, tuna ratiba nyingi ambazo tunazitamani huu mwaka wa 2026 zipate kutimia kwa upendeleo wake. Lakini mimi nikuambie nini? Ninachokuambia hapa, unachohitaji sana, hizo ratiba zako zikamilike, unahitaji neema ya Mungu. Hiyo mipango ambayo unayo unataka ikamilike, unahitaji neema ya Mungu. Kama neema ya Mungu haitakuwa nawe, sasa sisemi kwamba hautafanikiwa, ila unapaswa kujipima njia zako. Je, pasina neema ya Mungu utaweza? Wewe mwenyewe tazama magumu ambayo unayapitia. Je, pasina neema ya Mungu utafanikisha? Kama jibu ni hapana, basi hapo hapo ulipo unaweza ukatafuta sehemu faraga, ukatafuta sehemu penye utulivu, ukapiga magoti ukimwambia Mungu, ninatamani katika siku yangu niione neema yako. Ninatamani katika kazi yangu niione neema yako. Ninatamani katika njia zangu niione neema yako. Ninatamani katika kila ambalo ninafanya nione neema yako. Pasina neema yako sitafanikisha. Pasina upendeleo wako Mungu sitaweza. Pasina nguvu zako Bwana sitafanikisha hili. Ninachokuomba nini? Ninaomba neema yako iwe pamoja nami, uwezesho wako utembee pamoja nami, mazingira yangu yote niione neema yako, nione upendeleo wako ukiwa nami katika mazingira ambayo ninakutana nayo, katika majaribu ambayo ninakutana nayo. Ninaomba neema yako Bwana, ninaomba fadhili zako na uwezesho wako uwe pamoja nami. Nizidi kukukaribisha
leo na kesho kutwa, kila kuitwapo leo, kujifunza pamoja nasi hekima na maarifa ya kiungu. Biblia inatuambia watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Sasa kupitia channel hii ya Hekima Ministry tupo kukufundisha na kukufunulia vitu ambavyo ni hekima ya kiungu. Nasi tunazidi kuomba maombi yenu ninyi wapenzi watazamaji, kwa ajili ya kutuwezesha sisi kutenda na kukuhudumia katika utukufu wa kiungu na kuleta faida katika Kristo Yesu. Tunazidi kuomba maombi yenu yawe pamoja nasi, na mzidi kutuombea na sisi pia tupate neema kama wewe unavyojiombea neema, na sisi tuombee neema ya kutenda makuu na kujenga mwili wa Kristo siku zote. Nizidi kukaribisha tena hapo kesho kwa ajili ya kujifunza. Amen.